kazi endelee. Awali yote Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa, nianze kukushukuru sana wewe. Nikushukuru sana wewe kwa wepesi lakini pia kwa kujali wanyonge katika mkoa huu wa Dar es Salaam. Umekuwa mwepesi pale unapoona kuna jambo limetokea na liendi sivyo ndivyo, umekuwa ukikimbia kwa haraka sana. Na mfano mzuri hili jambo lilotokea tarehe 23 mwezi wa 9 mwaka huu, ambapo tuliona kupitia mitandao ya kijamii dada yetu Alice Haule pamoja na watoto wake wakiburutwa na mabouncer wakitolewa ndani ya nyumba kwa nguvu. Na nichukue nafasi hii Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa pia kukushukuru kwa maelezo haya awali ambao umeshayatoa, ambayo yamejitosheleza. Mimi niende tu kwenye machache. Niseme baada ya siku ile kufanya ziara pale kwenye kiwanja namba 819, ulitoa maelekezo kwamba iundwe timu yenye kujumuisha wataalamu wenye weledi na wazalendo na wenye ufahamu mkubwa juu ya masuala ya sheria, masuala ya ardhi, lakini pia na masuala ya mirathi. Na nikuhakikishie Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa, na uzuri taarifa ulishaipokea, tulitengeneza timu yenye wataalamu kwa kweli waliobobea kwenye masuala ya ardhi, wakitoka Wizara ya Ardhi, lakini na vyombo vingine vya usalama kama TAKUKURU, ofisi ya mwendesha mashtaka, ofisi ya mkurugenzi wetu wa manispaa, lakini pia tuliunda timu kutoka ofisi ya mkuu wa wilaya, ofisi ya kwangu pale Kinondoni. Na nishukuru timu ilifanya kazi kubwa sana. Wakati mwingine hawakuwa na siku ya Jumamosi wala Jumapili, na tuliwapa hiyo kazi ndani ya siku 10 waweze kuikamilisha. Kwa hiyo hawakuwa na muda wa kupoteza hata kidogo. Nyakati za usiku, weekend zote walikuwa pale ofisini wakifanya kazi. Na kwenye majukumu haya ambayo tuliwapatia, tuliandaa adidu za rejea 4. Na hii inatokana baada ya kusikiliza Alice alichokuwa anazungumza na Mohamed alichokuwa anazungumza, lakini sisi tulitaka kujiridhisha zaidi. Adidu hizo zilikuwa kama ifuatavyo Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa. Ya kwanza ilikuwa ni kuangalia eneo hilo kiwanja 819 kilipimwa, hakijapimwa, na umiliki wake ulikuwa unamilikiwa na nani kuanzia mwanzo. Mchoro wa mipango miji, mchoro wa survey, na umiliki wake kuanzia mwanzo mpaka mwisho ulikuwa unamilikiwa na nani. Lakini kitu cha pili ambacho tulitaka timu iweze kuangalia ilikuwa ni kuchunguza kwa kina masuala yale ya transfer, kwa sababu tuliambiwa kwamba kiwanja kile kilikuwa kinamilikiwa na ndugu yetu marehemu Justice, lakini baadaye kikawa kinamilikiwa na bwana Mohamed Mustafa Yusuf Ali. Sasa tulitaka timu iweze kwenda kuangalia kwa kina, je, hiyo transfer ilizingatia matakwa ya kisheria? Na kama ilizingatia, je, mahitaji au maslahi ya kila pande ikiwepo serikali yalizingatiwa? Lakini nyingine tuliambiwa kuna mashauri kaza wa kaza kwenye ngazi mbalimbali. Tulitaka timu pia ijaribu kuangalia mashauri haya yalikuwepo, hayakuwepo, yalikuwa yanahusu nani dhidi ya nani, na yalikuwa yanahusu nini, na maamuzi ya hayo mahakama mashauri hayo yalikuwa ni yapi. Kwa hiyo tuliwapa hiyo adidu pia ya rejea. Lakini adidu ya 4 ilikuwa sasa ni kufanya uchambuzi wa yale yote wanayoyaona, kutoa maoni pamoja na ushauri na mapendekezo ya kitu gani ambacho kitafanya. Nishukuru timu walikamilisha hiyo kazi kwa weledi mkubwa, na kama ambavyo umesema Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa, ripoti hiyo ilishawasilishwa kwako katika kipindi cha wiki 2 hivi zilizopita, na ambapo ulituelekeza. Lakini kushukuru pia maelekezo yako ilikuwa ni pamoja na kuhakikisha kwenye eneo lile paendelee kuwa na utulivu. Ni kuhakikishie, na Bialisi yuko hapa, tumelisimamia hilo, kuhakikisha kwamba eneo lile panabakia kama ilivyokuwa awali kabla ya tarehe 23 ya mwezi wa 9 mwaka huu. Kwa hiyo amani na utulivu imeendelea kuwepo kwenye eneo lile. Lakini pia Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa, mimi nichukue nafasi hii sasa, kwa sababu ripoti ulishakuwa umeipitia, ni washukuru baadhi ya viongozi ambao wamefanya hiyo kazi. Kwanza hiyo timu kufanya hiyo kazi ndani ya muda mfupi, siku 10 kufanya kazi kubwa hiyo. Mgogoro ulioanza toka mwaka 2011 haikuwa rahisi, lakini wamefanya kazi kubwa sana. Wenzetu wa Jeshi la Polisi, Wizara ya Ardhi, mkurugenzi wa manispaa na vyombo vingine vyote ambavyo vimehusika kwenye kazi hiyo. Kwa hiyo niwashukuru sana kwa kazi hiyo ambayo wameifanya. Lakini pia nishukuru sana wenzetu wa Jeshi la Polisi, wameendelea kuwa karibu sana kuendelea kutunza na kulinda amani kwenye eneo lile.
Lakini pia nichukue nafasi hii nimshukuru sana mkurugenzi na katibu tawala wetu wa wilaya. Tuliwapa kazi ya kuhakikisha timu hii haikwami kwenye utekelezaji wa majukumu yao, masuala ya usafiri na vitu vingine vyote vinavyohitajika. Mkurugenzi wetu wa manispaa na katibu tawala wetu wa wilaya walijitahidi kuhakikisha kwamba timu hii kwenye kuchukua maoni, kufuatilia taarifa mbalimbali, waweze kufanya kazi yao hii vizuri. Na tunashukuru pia maelekezo yako Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa, ulielekeza kwamba sasa baada ya kupokea hiyo ripoti, kwanza pale paendelee kuwa na utulivu, lakini Wizara ya Ardhi wakapitia haya mapendekezo, alafu tuone hatua ambayo ya mwisho itakayofikiwa. Hayo Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa ndio hasa waliokuwa umetuelekeza sisi katika wilaya ya Kinondoni, na kwa kuwa kamishna msaidizi yuko hapo, niombe sasa aendelee na ile hatua nyingine baada ya kupokea wewe hiyo report na kupitia sasa hayo mapendekezo na maoni ya kamati hiyo. Asante sana Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa. Tanlink Medical Tourism Agency ni taasisi ya Kitanzania inayojihusisha kuratibu na kusimamia matibabu ya binadamu ndani na nje ya Tanzania. Huduma zetu ni pamoja na kukutafutia hospitali bora yenye uwezo wa kutatua changamoto yako ya kiafya, kukutafutia daktari mwenye uwezo na uzoefu wa kutosha wa kutatua matatizo ya kiafya kama ulionayo, kukuhakikishia unapata makadirio ya gharama za matibabu yako kabla ya kuanza safari, kukusaidia kupata hati ya kusafiria kwa mujibu wa taratibu za mamlaka ya uhamiaji, kukusaidia kupata visa ndani ya masaa 24, kukusaidia kupata tiketi ya kwenda na kurudi kwa gharama nafuu, kukusindikiza hadi airport na kuhakikisha unaingia kwenye ndege. Lakini pia tunatoa huduma ya kumsindikiza mgonjwa hadi hospitali chini ya usimamizi wa daktari, huduma ya kupokelewa pindi utakapofika kwenye nchi husika, huduma ya kukutafutia sehemu ya kufikia kwa kipindi chote cha matibabu yenye gharama inayoendana na uwezo wako, huduma ya kukusaidia kwenda hospitali kuonana na daktari bila kupanga foleni, huduma ya mkalimani iwapo lugha itakuwa changamoto, huduma ya kuhakikisha unarejea nyumbani salama baada ya matibabu, na huduma ya kukusaidia kulipia gharama iwapo utapungukiwa ukiwa ugenini na kuzirejesha baada ya kurejea bila riba. Tunapatikana Dar es Salaam katika jengo la Haidari Plaza ghorofa ya 2, mtaa wa Kisutu na India, posta mpya. Kwa mawasiliano wasiliana nasi kwa namba zifuatazo: 0786333464 na 0763363464 au tembelea mitandao yetu ya kijamii @tanlink.medical.tourism.agency au tovuti yetu www.tanlinkmta.co.tz.